Ningependa kuwajulisha kuwa hali ya usalama wa nchi inaendelea kuimarika siku hadi siku. Aidha, Jeshi la Polisi linaendelea kutimiza majukumu yake ya msingi, ikiwemo ya kuhakikisha linasimamia uwepo wa amani, utulivu na usalama. Katika hili, Jeshi la Polisi linatoa shukrani kwa wananchi na wadau mbalimbali wanaoendelea kutoa ushirikiano wa kiwango kikubwa katika kulinda na kuimarisha amani ya nchi. Hata hivyo, kama Jeshi la Polisi lilivyoeleza katika taarifa yake ya tarehe 3 mwezi wa 12 2025 kwamba upo uhalifu unaoendelea kupangwa na kuhamasishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye makundi ya baadhi ya watu wakihamasisha kile wanachokiita maandamano ya amani na yasiyo na kikomo kuanzia tarehe 9 mwezi wa 12 2025. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu huo unaopangwa, hivi wananchi msiwe na hofu. Sheria za nchi ikiwepo sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2023, kifungu cha 43 kifungu kidogo cha kwanza kinatoa maelekezo na masharti ya kisheria kuwa mtu yeyote ambaye ana mpango wa kufanya, kukusanya, kuunda au kupanga mkusanyiko au maandamano ya hadhara anatakiwa kuwasilisha kwa maandishi notisi kuhusu kufanyika kwa mkusanyiko au maandamano hayo kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo hilo, akiainisha yafuatayo: A, sehemu ambayo maandamano yatafanyika au yatafanyikia; B, muda yatakapofanyika; C, madhumuni ya maandamano hayo; na D, maelezo mengine kama waziri atakavyotangaza kwa notisi mara kwa mara kwenye gazeti la serikali. Aidha, kifungu hicho cha 43 kifungu kidogo cha pili kinaeleza kwamba pale ambapo mtu amewasilisha taarifa kwa maandishi kulingana na kifungu kidogo cha kwanza, anaweza kuendelea kuitisha, kukusanya, kuunda au kuandaa mkusanyiko au maandamano hayo kama yalivyopangwa, isipokuwa na mpaka atakapopokea amri kutoka kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo ikieleza kwamba mkusanyiko au maandamano hayo hayatafanyika kama ilivyotaarifiwa. Kifungu cha 43 kifungu kidogo cha tatu kinaeleza kwamba afisa wa polisi ambaye taarifa imewasilishwa kwake kulingana na kifungu kidogo cha kwanza hatatoa amri ya kusitisha chini ya kifungu kidogo cha pili kulingana na taarifa iliyowasilishwa, isipokuwa ameridhika kwamba kufanyika kwa mkusanyiko au maandamano hayo kuna uwezekano wa kusababisha kuvunjika kwa amani au kuathiri usalama wa taifa au kudumisha amri kwa umma au kutumika kwa madhumuni au dhumuni lolote lisilokuwa halali. Kulingana na ufuatiliaji wa kina uliofanywa na unaoendelea kufanywa kwenye mitandao ya kijamii na kwa watu mbalimbali, na mbinu zinazohamasishwa zitumike kuanzia siku hiyo ya maandamano ya tarehe 9 Disemba 2025 kama ilivyoelezwa katika taarifa ya Jeshi la Polisi ya Disemba 3 2025 kuwa wanahamasisha kufanya yafuatayo: siku hiyo ya maandamano yasiyo na kikomo, yani tarehe 9 mwezi wa Disemba 2025, wanaelekezana ambaye hajui kutumia silaha
na hajapitia mafunzo siku hiyo asishike silaha, wawaachie waliopata mafunzo ya matumizi ya silaha. Kwa maana rahisi watu hawa wanazo silaha za kutimiza lengo ambalo wamekusudia. 2. Kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni wanahamasishana wahakikishe hakuna shughuli yoyote itakayokuwa inaendelea. 3. Pia wahakikishe wanaharibu na kuchoma moto minara yote ya mawasiliano ili nchi nzima ikose mawasiliano. 4. Wanahamasishana wahakikishe bandari ya Dar es Salaam haifanyi kazi, kwani watafunga barabara zote za kuingia na kutoka bandarini. 5. Siku hiyo na kuendelea wanahamasishana wafunge barabara zote za kuingia na kutoka katika mipaka yote ili kuhakikisha hakuna anayetoka au kuingia nchini. 6. Wanahamasishana kama vijana wakapore mali za watu kwa sababu wanacho kisingizio kuwa wana njaa. 7. Uhamasishaji huo umekwenda mbali zaidi kwa kuhamasisha siku hiyo waende pia kwenye mahospitali ili kuzuia huduma kwa wagonjwa zisitolewe, kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. 8. Pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawadhuru. 9. Wakati hayo yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii, tumesikia matamko mbalimbali na wanaoyatoa wanasema wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. 10. Wapo wengine wameapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao, kwani watawashughulikia ipasavyo. 11. Wengine wanasema hawatakubali tena kupata hasara walioipata tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na siku hiyo na siku zilizofuata, hivyo watahakikisha tarehe 9 mwezi wa 12 2025 na kuendelea wanalinda maisha yao, familia zao na mali zao ili asitokee mtu wa kuwazuia kuendelea na shughuli zao. 12. Wengine wanauliza wanaohamasisha maandamano yasiyo na kikomo ni haki ya aina gani hiyo? Kwa sababu huwezi kujitangazia haki ambayo inavunja haki za wengine kwa kuwazuia wasiendelee na shughuli zao hasa zinazowapatia riziki ya kila siku. Kwani mtu anapotoka na akajihusisha au akajishughulisha katika shughuli halali ndio mkono unaingia kinywani. Ukinizuia kutoka unavunja haki zangu na unataka kuniua mimi kwa njaa pamoja na familia yangu na wategemezi wangu. Hivi sasa wameongeza lingine wakihamasishana siku hiyo wabebe petroli kwenye chupa. Hivyo kulingana na sheria ya polisi na polisi wasaidizi inayotoa maelekezo na masharti ya kufanya, kukusanya, kuunda au kufanya mkusanyiko au maandamano, na kutokana na mbinu za kihalifu ambazo zimebainika wakihamasishana kuzitumia kuanzia tarehe 9 Disemba 2025, maandamano hayo yanayopewa jina la maandamano ya amani na yasiyo na kikomo yamekosa sifa za kisheria za kuyaruhusu kufanyika. Na kwa kuwa yametangazwa kufanyika nchi nzima na wanaohamasisha hawana anwani maalum zaidi ya kuona namba nyingi za simu za mataifa ya nje ya Tanzania na za ndani ya Tanzania, akaunti za mitandaoni za nje na ndani ya nchi ambapo wamiliki wake ndio wanaohamasisha maandamano hayo, na kwa kuwa hakuna barua yoyote iliyofikishwa au kupokelewa na ofisi yoyote ile ya mkuu wa polisi wilaya hapa nchini ya kutoa taarifa ya kufanyika maandamano hayo hadi leo, Jeshi la Polisi linapiga marufuku maandamano hayo
yaliyopewa jina la maandamano ya amani yasiyo na kikomo yasifanyike. Hivyo, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa Watanzania na wasio Watanzania ambao wapo ndani ya nchi wayakatae yanayohamasishwa, waendelee kuyakemea na wasishiriki. Aidha, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa Watanzania wote pale watakapoona jambo lolote lisilo la kawaida au lenye viashiria vya kiuhalifu au la kuhatarisha amani na usalama wa nchi yetu, wasisite kutoa taarifa kupitia simu namba 111 112 0699 998899 au 0787 66 83 06 au kwa ujumbe kupitia kiunganishi cha mfumo wa kutoa taarifa, yani taarifa.tpf.go.tz.